Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans juu ya usajili wao mkubwa huu ambao wamekwenda kuutangaza kwa siku ya leo kuhusiana kile ambacho kinachoendelea katika viunga vya Young Africans. Unafahamu ya kwamba klabu ya soka ya Young Africans wameendelea kufanya usajili wa nyota wao kimya kimya ili kuweza kushtua nchi pale pindi ambapo dirisha la usajili litakalofunguliwa. Utakwenda kushuhudia usajili mkubwa ambao wamekwenda kufanya. Nani wewe utakwenda kujua hapo, kwa sababu faili zima liko mezani. Ametua leo hii mara baada ya miaka kadhaa ya Young Africans kumfuatilia, hatimaye ameweza kutua. Ni nani huyo utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwa, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linalozungumzwa kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans juu ya sajili yao hii ambayo wamekwenda kuweza kuitangaza. Bana, wakati klabu ya soka ya wananchi Young Africans ikiendelea kuweza kulitafuta taji la ligi kuu ya soka Tanzania bara, lakini sambamba na hayo klabu ya soka wamekuwa wakiendelea kuweza kupigania haki yao huko katika mahakama ya usuluhishi kasi. Hayo yote yanaendelea, lakini klabu ya soka ya wananchi Young Africans bado ipo katika hatua za kuendelea kuweza kukiimarisha kikosi chake mara baada ya nyota ambao wapo kwenye kikosi hicho kuelezwa kwamba nyota hao wanaondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Si nyota mmoja bali unazungumzia nyota takriban inazungumzia wengi tu ambao wanaondoka kwenye kikosi hicho. Miongoni mwao ni pia kuna magolikipa ambao wanaondoka kwenye kikosi hicho kuweza kupisha ingizo jipya la wachezaji kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Unasema ya kwamba kuna jambo ambalo linaloendelea kwa sasa kuhusu idara ya magolikipa katika klabu ya Yanga, ambapo kwa mechi za karibuni takriban 4 kikosi chao kimecheza bila ya golikipa namba 2 au namba 3 waliojipambanua ambao ni Msheri na Komeni. Kwa takriban mechi 4 Yanga wamemworozesha Kasimu Awesu kutoka under 20, na zipo taarifa kuwa hatua ya kuelekea mchezo wa nusu finali FA zidi ya JKT Tanzania wananchi wamesafiri na kipa huyo wa timu ya vijana. Tafsiri yake ni kwamba msaidizi wa Djigui Diarra anatarajiwa kuwa kinda huyo ambaye anafanya vizuri katika daraja lake. Sina maana Kasimu Awesu hastahili kupewa nafasi, lakini najaribu kuwaza, je, kile kipaji cha Abdultwaribu Msheli kilichowashawishi Yanga kumchomoa pale Mtibwa tena kwa ekaeka, je, kinatazamwa kwa namna ipi? Je, vipi kuhusu Komeni aliyochukuliwa pale Singida Black Stars? Wamekumbwa na nini vijana hawa wa Kitanzania? Inawezekana hawajafikia daraja la Djigui Diarra, lakini je, kuna namna Yanga wamefikiria kuhusu suala la majeraha huwa inatokea nyakati yoyote hivi? Kwa mfano leo hii Diarra akapata majeraha ya mechi zilizosalia ikiwemo dabi. Iwapo Yanga wataamua kuicheza, je, wamejiridhisha kuwa Kasimu Awesu atakuwa tayari kuipokea mikoba ya Diarra katika michezo yenye pressure kiasi hicho? Yanga wamejiridhisha kuwa Kasimu Awesu ndio kipa anayempa changamoto mazoezini Diarra ili aendelee kuwa bora zaidi, kwamba Msheli na Komeni wameporomoka kiasi hicho hata mazoezini? Ukifuatilia kwa ukaribu ni baini hata daraja la Diarra kwa msimu huu limeteteleka kwa kiasi fulani. Amekuwa akiruhusu mabao ambayo kwa msimu kadhaa haikuwa rahisi kiasi hicho. Je, idara ya magolikipa ya Yanga ilisubutu angalau kuwapa imani aswa Abdultwaribu Msheli ambaye alishaonyesha ubora wakati alipowasili Yanga? Unaona bana,
kwa kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans juu ya yale ambayo inaelezwa, ambapo sio tu kwamba kuna kama ulivyoweza kusikia kwamba wachezaji wengi wanaondoka kwenye kikosi ya Young Africans ukajua labda pengine ni hapa nazungumzia labda unazungumza labda kina Aziz Ki tu peke yake, lakini pia hata magolikipa inaelezwa na wao pia wanaondoka kwenye kikosi chao. Unaona bana, kwa kile kinachoeleza. Sasa unaambiwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, unaambiwa Yanga kuhusiana na Feitoto dili lao lilipoweza kufikia, unafahamu ya kwamba klabu ya soka ya wananchi Young Africans kwa kile ambacho walikuwa wanakiendea. Stefano Aziz Ki inaelezwa kwamba mwishoni mwa msimu huu ameshaweza kuambia matajiri au Watwiga na Jangwani kwamba msimu ukimalizika anaondoka, anaelekea kule Wydad Casablanca ambako wameweza kumwekea ofa nono pamoja na mshahara mzito kabisa. Si kwa mara ya kwanza wachezaji wakubwa wanafanya vizuri katika timu ya Young Africans na kuomba kuondoka ili kwenda kujitengenezea mazingira mazuri. Ilikuwa hivyo kama msimu iliyopita kwa Fiston Mayele, na sasa ni kwa Stefano Aziz Ki, mwamba wa Gadugu, ambaye anamaliza msimu huu mwishoni, anaondoka kwenye kikosi cha Young Africans. Sasa Young Africans inaelezwa kwamba Yanga wameona kwamba walete mrisi sahihi wa Aziz Ki, na mrisi sahihi wa Aziz Ki inaelezwa kwamba ni maestro Faisal Salum Abdalla kutoka pale katika klabu ya Azam FC, ambaye zamani alikuwa ni nyota wa klabu ya soka ya Young Africans, lakini sintofahamu iliweza kutokea na mpaka kuondoka ndio yaliweza kuchangia mpaka Faisal kuondoka kwenye kikosi ya Young Africans, ikiwemo tofauti yake na rais wa klabu ya soka ya Young Africans. Sasa kile kilichoweza kutokea katika kikosi cha klabu ya soka ya Yanga inaelezwa kwamba kilimalizika, na sasa maestro Faisal anarudi kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Anarudi vipi? Unaambiwa Yanga wanamtaka Feitoto kuziba pengo la Aziz Ki kwenye kikosi hicho. Yanga ambayo ilimuuza kwa nguvu Feitoto kwenda Azam, nayo imefanikiwa japo kumaliza mgogoro kati yao na kijana wao huyo, kisha hapo ikampa ofa nono kiungo huyo ili arejee Jangwani. Yanga imemwambia Feitoto atakapokubali kurejea hata rudi kinyonge, hakuna tena masuala ya ugali sukari, kwani itamkabidhi fedha za kufuru, ikimwekea ofa ya shilingi milioni 800 kwenye mfuko wake, ikimwambia pia itampa mshahara anaotaka wa shilingi milioni 40 kwa mwezi, ambao Azam pia inataka kumpa atakapokubali kusaini mkataba mpya. Azam kwa sasa inamlipa mshahara wa shilingi milioni 23,500,000, ambapo ukiondoa kodi zote kwenye akaunti yake inaingia shilingi milioni 15 kama mshahara, mkataba huo ukiwa na thamani ya shilingi milioni 390 kama ada ya usajili. Mbali na ofa hiyo, Yanga pia imemtaka Fei achague kujengewa nyumba anapopataka, lakini pia atapewa gari ya kifahari kwenye hilo dili, huku wakimwambia kuhusu kumalizana na Azam awaachie wao, wanajua wapi watamalizana mabosi wa timu yake. Unaona bana. Kwa hiyo kinachoendelea kwa sasa ni kusikilizia sasa kauli ya mama yake mzazi na Feitoto, kwani Feitoto mwenyewe inaelezwa kwamba hana shida yoyote, huku kauli hiyo ikisiweza kusubiriwa kwamba vipi arudi zake mitaa ya Twiga na Jangwani ama aendelee kukipiga pale Chamazi Complex katika dimba la Azam Complex. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kusubiria ni yapi ambayo yatakayojili katika haya ambayo yanaendelea. Ila weka maoni yako hapo chini katika upande